Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Marekani kuanzia leo itasaidia kuongoza meli zote za kibiashara zilizokuwa zimekwama katika mlango bahari wa Hormuz kuanzia leo Jumatatu kwa manufaa ya Iran, Mashariki ya Kati na Marekani. Tumewaambia nchi hizi kwamba tutaongoza meli zao kwa usalama kutoka kwenye njia hizi za maji zilizozuiliwa, ameandika Trump kwenye mitandao ya kijamii bila hata hivyo kubainisha ni nchi zipi zitapata msaada huo. Trump aliongeza kwa kusema kuwa uingiliaji wowote katika mchakato huo aliyouita Project Freedom utashughulikiwa kwa nguvu. Iran imepunguza kwa kiasi kikubwa usafiri kupitia njia hiyo muhimu ya usafirishaji tangu vita vilipoanza mwezi Februari. Marekani pia imeweka mzingiro wa kijeshi wa majini kwenye bandari zote za Iran. Mbunge mwandamizi wa Iran Ibrahim Aziz, ambaye pia ni kamanda wa zamani wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, aliandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba uingiliaji wowote wa Marekani utachukuliwa kama ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Katika ujumbe wake, Trump alisema kuwa wawakilishi wa Marekani walikuwa katika mazungumzo chanya sana na Iran na kwamba mazungumzo hayo yanaweza kuleta matokeo mazuri kwa wote. Aliongeza kuwa operesheni hiyo itakuwa hatua ya kibinadamu kwa niaba ya Marekani, Iran na mataifa mengine ya Mashariki ya Kati bila kutaja nchi husika. Hakutoa maelezo zaidi kuhusu namna ushirikiano wa Tehran utakavyosimamiwa. Katika hali zote, wamesema hawatarudi hadi eneo liwe salama kwa usafiri wa majini. Harakati za meli zinalenga tu kuwaondoa watu, makampuni na nchi ambazo hazijafanya kosa lolote, aliendelea kusema Trump. Kamandi kuu ya Marekani ilisema kuwa wanajeshi 15,000, manowari zenye makombora na zaidi ya ndege 100 zitashiriki katika mradi huo ambao umeitwa Project Freedom ili kuzisaidia meli zote za kibiashara kupita katika mlango bahari wa Hormuz ambao kwa sasa unadhibitiwa na Iran. Inakadiriwa kuwa mabaharia 20,000 wamekwama katika Ghuba tangu kuanza kwa vita vya Iran, huku kukiwa na wasiwasi wa kuongezeka kuhusu upungufu wa mahitaji muhimu na athari kwa afya zao za miili na akili. Takriban 20% mafuta duniani na gesi asilia iliyoyeyushwa yani LNG hupitia katika mlango bahari wa Hormuz, na mgogoro huo umepelekea kupanda kwa bei za nishati duniani. Mwisho wa Jumapili, shirika la Uingereza la usafiri majini UKMTO lilipoti kuwa meli ya mafuta ilipigwa na kitu kisichojulikana katika mlango huo, lakini wafanyakazi walikuwa salama. Tangazo la Trump linakuja baada ya vyombo vya habari vinavyohusishwa na serikali ya Iran kusema kuwa Tehran imepokea majibu ya Marekani kuhusu pendekezo lake jipya la amani. Iran ilisema majibu hayo yaliwasilishwa kupitia nchi ya Pakistani ambayo ni mpatanishi na yalikuwa yanachambuliwa kulingana na shirika la habari la Tasnim. Marekani bado haijathibitisha rasmi kuwa imejibu Iran. Hata hivyo, Trump anaripotiwa kuliambia shirika la habari la Israel kuwa pendekezo hilo halikubaliki kwake. Vyombo vya habari vya Iran vilisema mpango wa amani wa vipengele 14 uliotolewa na Tehran ulitaka Washington kuondoa majeshi yake karibu na mipaka ya Iran na kuondoa mzingiro wa majini pamoja na kusitisha mapigano yote, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya Israel nchini Lebanon. Mpango huo pia ulitaka makubaliano yafikiwe ndani ya siku 30. Aidha, ulisisitiza kuwa pande zinazopigana zijikite katika kumaliza vita badala ya kuongeza muda wa kusitisha mapigano. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghei, alinukuliwa akisema kuwa kwa sasa hawana mpango wa mazungumzo ya nyuklia, jambo ambalo ni hitaji kuu la Marekani. Iran imekuwa ikikanusha mara kwa mara kuwa inatafuta kutengeneza silaha za nyuklia, ikisema mpango wake ni kwa ajili tu ya matumizi ya amani, ingawa ndiyo nchi pekee isiyo na silaha za nyuklia iliyofikia kiwango cha juu cha urutubishaji wa madini ya urani kinachokaribia kutumika kwa kutengeneza silaha za nyuklia. Siku ya Jumamosi, Trump alithibitisha kuwa Marekani imepokea pendekezo jipya la amani kutoka kwa Iran. Katika ujumbe wake kwenye mtandao wa Truth Social, alisema alipitia, lakini akaongeza kuwa haoni kama linawezekana kukubaliwa kwa kuwa bado hawajalipa gharama kubwa ya kile walichokifanya kwa ubinadamu na dunia kwa miaka 47 iliyopita. Akizungumza na waandishi wa habari baadaye, alisema amepewa wazo la makubaliano hayo na kuongeza kuwa watampa maandishi kamili hapo baadaye. Alipoulizwa na shirika la utangazaji la Uingereza BBC kuhusu uwezekano wa kuanzishwa tena kwa mashambulizi ya kijeshi ndani ya Iran, Trump alisema ni kweli inawezekana. Kama watafanya vibaya, kama watafanya jambo baya, nitafanya hivyo, lakini kwa sasa tutaona, alisema Trump. Rais huyo wa Marekani pia alionekana kutokuwa tayari kujiondoa kabisa kwenye mgogoro huo, akisema
limesema hatuondoki na kwamba tutafanya hivi ili kuhakikisha hakuna haja ya kurudi tena baada ya miaka 2 au 5. Vyombo vya habari vinavyohusishwa na Iran vilisema pendekezo lao jipya lilikuwa jibu kwa mpango wa Marekani wa vipengele 9 vilivyopendekezwa kusitisha kwa mapigano kwa miezi 2. Hii ni Msasa Media.